Mambo vipi mtazamaji wa TBR24 Media, pasi na shaka ujambo na karibu. Kwa sasa nataka nikujuze jambo moja tu. Kuna mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye klabu ya Simba Sports Club. Tunajua Simba ni miongoni mwa taasisi kubwa hususan za soka ambazo zinapatikana hapa Tanzania. Si tu kufahamika wala si tu kwa mwaka ambao ilianzishwa Simba, lakini pia hata kwa mafanikio ambayo imeyafanya Simba, bali yanaitambulisha Simba Sports Club. Nataka nikujuze jambo moja tu kuhusiana na kila ambacho kinaendelea kati ya mchezaji Jonathan Soa pamoja na uongozi wa Simba. Bila shaka ulikuwa ukijiuliza kwa nini hatumuoni Jonathan Soa, kwa nini achezi? Awali zilikuwepo taarifa za kufungiwa na bodi ya ligi kutokana na makosa ambayo aliyafanya kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC, lakini pia baada ya kufungiwa kwa michezo mitano na faini juu yake, michezo mitano ilishatamatika. Bila shaka ulikuwa unajiuliza michezo mitano ilitamatika, lakini kwa sasa kwa nini hatumuoni Jonathan Soa? Inaelezwa kwamba baada ya kukamilika kwa adhabu hiyo ambayo alipewa na bodi ya ligi, Jonathan Soa alitakiwa kujiunga na klabu ya Simba wakati inaelekea jijini Dodoma kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Dodoma Jiji, lakini haikuwezekana. Alisafiri na timu, lakini uongozi wa timu ulimuondoa kutokana na sababu ambazo walibainisha, japo si kwa undani zaidi, lakini ni miongoni mwa vitu ambavyo alizungumza meneja habari na mawasiliano kwamba wamemuondoa Jonathan Soa kwa ajili ya kurejea Dar es Salaam na asiendelee na mazoezi kutokana na sababu ambazo pengine hazikuwekwa wazi na uongozi wa Simba. Lakini nataka ni kufahamishe jambo moja ambalo linaendelea kati ya Jonathan Soa pamoja na uongozi wa Simba. Inaelezwa kwamba taarifa iliyotolewa kwa leo ni kwamba uongozi wa klabu ya Simba unamtaka Jonathan Soa kutoa maelezo ni kwa nini anafanya faulo makusudi zinazoweza kusababisha kadi nyekundu, ikiwemo kwenye mechi dhidi ya Azam FC ambayo ndio ilisababisha yeye kufungiwa, lakini aeleze ni kwa nini ahudhurii vikao vya klabu pamoja na utendaji wa kazi yake ambayo imemweka pale Simba Sports Club, lakini pia kwa nini alisafiri akiwa amevaa mavazi tofauti na wachezaji wenzie kuelekea chini Angola, ambapo Simba walikwenda kucheza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Kama walivyofanya wachezaji wengine, yeye alivaa mavazi tofauti. Ni miongoni mwa vitu ambavyo wamebainisha wekundu wa Msimbazi Simba kwamba anatakiwa kuvitolea maelezo. Je, ni kweli Jonathan Soa yupo Tanzania kwa ajili ya kucheza soka na kutafuta maisha bora katika mpira wa miguu, au tabia imemzidi? Ndio kitu ambacho pia kinaonekana kwa sasa. Lakini mimi ninavyoamini mchezaji professional kama Jonathan Soa ni kwamba hakutakiwa kufanya hivyo. Tunajua makosa huwa yanatokea kwenye mpira, kwa mfano hizo faulo ambazo amekuwa akihusika hata kabla hajajiunga na Simba, lakini kuna namna ambavyo unaweza ukarekebisha wewe binafsi kabla ya watu kukwambia. Yani wewe unaweza kujitathmini kwamba kwa nini leo nimefanya, baada ya muda pia nimefanya tena. Ni jambo ambalo unatakiwa kujiuliza mwenyewe kama mchezaji professional. Lakini pia kama unaona kosa hilo unalifanya mara moja mara mbili linajirudia, maana yake hilo sio kosa tena, bali ni tabia. Ndio kitu ambacho kinamkumba Jonathan Soa. Na kwa mpira wa miguu ulivyo unavyokuwa kadri siku zinavyosogea, si kitu kizuri ambacho Jonathan Soa anakifanya, kwa maana ya kufanya fouls kwa wachezaji wenzie ambazo kwa muonekano ama kwa kile kinachoonekana inaonekana kama kafanya makusudi, lakini pia inaonekana kama yeye ni mtu ambaye ana utiifu, ana uadilifu na viongozi wake. Kuna baadhi ya mikutano labda wanaitwa wachezaji kuzungumza, lakini yeye hausiki. Unadhani shida iko wapi kwa Jonathan Soa? Je, kilichowafanya Simba wamsajili kutoka Singida amewalipa, ama
ni vile ambavyo anawapatia hasara. Ni kitu ambacho pia unatakiwa ujiulize. Nataka nikuulize jambo moja tu. Unaweza ukajifunza kwa Jonathan Soa ama ndo hivyo anakupotosha? Ni kitu ambacho pia unatakiwa kujua. Taarifa hiko hivyo kwa Jonathan Soa. Kwa wale ambao mlikuwa mnajiuliza kwamba yuko wapi Jonathan Soa, mbona hatumuoni achezi, mbona hafungi kama magoli ambayo aliyafunga akiwa na Singida Black Stars. Wengine wakaenda mbali wakajiuliza, wakasema taarifa zilizoeleza kwamba Simba wamepewa bure Jonathan Soa, inawezekana ndo hii wanasema vya bure vya umiza, ama wewe unaonaje? Niandikie hapo. Jina langu ni Bravius Joas, tukutane wakati mwingine. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotion wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.